Bwana, habari kubwa kwa wakati huu ni taarifa kutoka kwenye shirikisho la soka barani Afrika CAF, wakithibitisha kwamba AS FAR Rabat wamepewa adhabu ya kufungiwa michezo miwili ya nyumbani kuto kuingiza mashabiki kwenye michezo ya ligi ya mabingwa barani Afrika, lakini pia wamechapwa na faini ya dola $100,000 juu ya hiyo adhabu ya kufungiwa michezo miwili ya nyumbani ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Hivyo basi Young Africans watakwenda kuwa ni wanufaika sambamba na JS Kabylie, miongoni mwa timu mbili ambazo zitakwenda ugenini dhidi ya AS FAR Rabat, hali ya kuwa mashabiki hawako katika uwanja huo. Sasa hii inakuja mara baada ya fujo ambazo AS FAR Rabat walizifanya katika mchezo wao wa nyumbani dhidi ya Al Ahly katika mchezo wa match day 2, mchezo ambao uliisha kwa sare ya goli 1-1. Kuna mambo mengi sana yaliendelea kwenye ule mchezo. Dakika ya 66 ya ule mchezo, kuna moshi ukafanikiwa kutanda katika uwanja katika mazingira ambayo huwa hayatakiwi kwenye michezo ya kiushindani kama vile. Kwa hiyo kitu ambacho kimekuja kutokea ni kwamba michezo miwili FAR Rabat amekwenda kufungiwa ya nyumbani, kwa maana mchezo wa kwanza utakuwa ni dhidi ya JS Kabylie, then pia Young Africans watajikuta wanacheza pasi na kuwa na mashabiki kwenye uwanja wa AS FAR Rabat, kitu ambacho kinakwenda kupunguza zaidi mzani wa kiushindani ambao pengine ungekuwepo kwenye mazingira ya timu za kaskazini ambazo zinakuwa zinatumia kwa kiasi kikubwa sana nguvu ya mchezaji wa 12 ambayo ni mashabiki pamoja na ile atmosphere ambayo wanakuwa wanaitengeneza. Sasa mgawanyo wa faini ya dola $100,000 ni dola 20,000 za kuwasha vile vileza ambavyo huwa mara nyingi sana vinatumika kuwalenga wachezaji. Dola nyingine 15,000 kwenye hiyo dola $100,000 ambayo ni fine inatakiwa ilipo ndani ya siku 60 ni ya kurushwa kwa chupa za maji uwanjani. Dola nyingine 15,000 hapo ambazo zinakwenda kukamilisha dola 50,000 za kwanza ni za wale ball boys kuficha mipira wakati mechi inaendelea. Kwa dola 15,000 za ball boys kuficha mipira wakati mechi inaendelea. Dola 15,000 nyingine ambayo inakwenda kuwa ni 30,000 ni ya chupa za maji kurushwa uwanjani, kisha dola 20,000 fine ni kwa sababu ya zile leza ambazo zilikuwa zinatumika, huku dola 50,000 peke yake kwenye hiyo adhabu ya dola $100,000 ikisimama kwa niaba ya kitu chenye ncha kali ambacho kilirushwa uwanjani katika mchezo huo wa AS FAR Rabat wakiwa nyumbani dhidi ya Al Ahly. Kwa hoja hiyo, Young Africans wanakwenda kuwa kwenye mazingira ambayo hakutokuwa na mashabiki, na CAF amewapa AS FAR Rabat siku 60 kwa maana ya miezi miwili exactly waweze kuiclear hiyo faini ya dola $100,000. Kwa hiyo Young Africans watajikuta kwa mara nyingine tena wanakwenda kucheza kwenye mazingira ambayo hakutokuwa na mashabiki, kitu ambacho kinacheza kwenye faida yao kwa kiasi kikubwa sana. Kwanza ukiniuliza mimi, nafikiri Young Africans tukijaribu hata kuwatathmini kwenye miaka ya hivi karibuni wanapokuwa kwenye mazingira ya viwanja vya ugenini kaskazini, wamekuwa ni watu ambao wakiweza kiukweli kupata matokeo kila hapa na pale. Rejea mchezo dhidi ya Club Africain miaka 3 nyuma, rejea ushindi katika mchezo wa fainali ya pili dhidi ya USM Alger ugenini, unaweza ukarejea sare yao dhidi ya JS Kabylie ambao wameipata katika mchezo wa match day 2. Kwa hiyo ni hiyo timu ambayo kumbe tangu hapo haikuwahi kuwa inatishika na atmosphere zenye mashabiki kwenye viwanja vya kaskazini, lakini kwenda kucheza kwenye mazingira ambayo hakuna kabisa hao mashabiki, maanake hiyo inakuwa ni faida zaidi. Yani hivi sasa mchezo unakwenda kuwa na uwiano ambao pengine unaweza ukawa unakaribia na zaidi kuliko hata ambavyo pengine ingekuwa mwanzo, kwa sababu tangu hapo tunajua Young Africans wana uwezo wa kwenda kupata chochote wanachokihitaji kwenye viwanja vya ugenini kaskazini kwenye miaka ya karibuni, lakini kitendo cha kwamba uwanja utakuwa hauna mashabiki unaongeza zaidi faida kwenye namna ambavyo Young Africans watakuwa kwenye nafasi ya kwenda kukipata kile ambacho wanakihitaji kikamilifu katika mchezo huo. Kwa hiyo just imagine, unajua kabisa ukitoka hapo maana unakuja tena kumalizana na JS Kabylie nyumbani Zanzibar. Kwa hiyo kwenda ugenini pasi na kuwa na mashabiki then ukarudi tena nyumbani dhidi ya JS Kabylie, unaona ni kama vile vitu vyote ambavyo vinaonekana hapa ni kama vinacheza zaidi kwenye faida ya Young Africans kwenye yale malengo ya wao kujaribu kutafuta tiketi ya kwenda kwenye robo finali kwenye kundi ambalo wengi walilinasibisha kama ndo kundi la kifo, lakini ni wazi hivi sasa kila mtu sasa hivi kwenye lile kundi anamjua Young Africans ni nani, na ni wazi AS FAR Rabat wanajua kabisa kwamba wanapaswa kufanya maandalizi ya kutosha zaidi kama wanataka kuona wanapata mwafaka mwepesi dhidi ya Young Africans katika mchezo ambao hautokuwa na mashabiki nyumbani kwao.